Ugonjwa wa kisukari huathiri zaidi ya watu milioni 500 duniani kote, na takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi wataendelea kupata ugonjwa huu wa kisukari hasa tunavyoendelea adapt maisha ya kisasa, maisha ambayo basically tunakosa muda wa kufanya mazoezi, tunakaa muda mrefu, alafu pia tunatumia vyakula na vinywaji ambavyo vina sukari nyingi, lakini pia vyakula ambavyo vimechakatwa kwa sana. Kwa hiyo pamoja na sababu nyingine nyingi, lakini hasa maisha haya ya kisasa ndio sababu kubwa ambayo inafanya ugonjwa wa kisukari kuendelea kuongezeka duniani kote. Na 15% mpaka 30% ya wagonjwa wa kisukari katika maisha yao watapata vidonda miguuni ambavyo tunaziita diabetic foot ulcers. Na takwimu zinaonyeshwa kwa wagonjwa wote ambao wanakatwa miguu aidha kwa magonjwa mbalimbali pamoja na ajali, vidonda vya kisukari ndio sababu kuu namba 1 ambayo inapelekea watu kukatwa miguu. Leo tutaenda kuangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukaepuka kupata vidonda hivi kama una tatizo la kisukari, lakini pia tutaangalia namna ya kupata matibabu sahihi. Kisukari yenyewe huathiri karibia kila mfumo katika mwili wetu, lakini kuna sababu kuu 2 ambazo zinaweza zikapelekea kupata kwa vidonda hivi hapa. Kisukari huathiri mfumo wa mishipa ya fahamu. Kwa hiyo mtu unapopata kisukari ambacho hasa hakijawa controlled kwa muda mrefu, mishipa ya fahamu inaweza kuathirika na hivyo kusababisha tatizo kwa mfano kama la kupata ganzi au hata tatizo la kupoteza hisia. Kwa hiyo mtu unapopoteza hisia kwa mfano kama miguuni, ina maana inakuwa ni rahisi sana kupata michubuko midogo midogo bila ya kufahamu. Lakini pia kisukari huathiri mfumo wa mishipa ya damu na hivyo kusababisha upungufu wa mzunguko wa damu mwilini. Kwa hiyo hii ina maana kwamba mtu unapopata michubuko hii midogo midogo, unapopata vidonda hivi hapa, inakuwa ni ngumu sana kwa damu kufika eneo la michubuko hii hapa na kuweza kushambulia bakteria na vitu kama vingine hivyo, kumaanisha kwamba kinga ya mwili inapungua, lakini pia kwa sababu damu haifiki haraka, inakuwa ni ngumu sana kwa vidonda hivi hapa au kwa michubuko hii midogo ambayo imetokea kuweza kupona. Kwa hizo ni sababu kuu 2 ambazo kwa lugha nyepesi ni kama nilivyoelezea. Kama una tatizo la kisukari, kuna vitu ambavyo ni lazima uvizingatie ili uweze kuepuka kupata vidonda hivi hapa miguuni. Na hizi hapa zipo kwenye makundi makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba unazingatia matibabu bora ya kisukari. Kuhakikisha kwamba unakula vizuri, kuhakikisha kwamba unapata muda wa kufanya mazoezi, lakini pia kuhakikisha kwamba unazingatia matibabu vizuri. Kwa hiyo mtu unapokula chakula, hakikisha kwamba sahani yako imetengwa vizuri, kwamba unaweka mboga za majani ya kutosha, umeweka wanga kidogo, lakini pia unapata protein pia kidogo. Lakini pia unapofanya mazoezi au kwenye shughuli zako, hakikisha kwamba unalenga kupata ile moderate intensity, yaani mazoezi ambayo ni magumu kwa wastani. Kwa mazoezi yote ambayo unayafanya, either iwe ni kutembea, kukimbia au kuruka kamba, mazoezi yote yale, hakikisha tu kwamba mapigo yako ya moyo yanaenda kwa kasi kidogo, ili kuashiria kwamba ugumu wa mazoezi upo kwenye ugumu wa wastani. Hicho ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha kwamba unatunza miguu yako vizuri. So jambo la kwanza, hakikisha kwamba kila siku unakagua miguu yako. Unaweza ukakagua kwa kujiangalia, lakini pia unaweza ukatumia kioo pia kwa kusaidia kuangalia miguu yako hiyo. Lakini pia hakikisha kwamba unaiosha au unaoga kila siku, na unapoiosha, unapooga, hakikisha kwamba unatumia maji ambayo sio ya moto sana wala sio ya baridi. So hakikisha kwamba lipo kwenye joto either ya mwili au ni ya vuguvugu kidogo. Maji ya moto yanaweza yakachubua ngozi yako bila kufahamu, kwa sababu kama nilivyokuambia,
Kisukari huathiri mishipa ya fahamu, na hivyo inaweza ikafanya usiwe na hisia nzuri sana ya joto. Kwa hakikisha kwamba maji hayana joto sana. Kitaalamu inashauriwa iwe kati ya nyuzi za joto 32 mpaka 35, ambao ni almost sawa na joto la mwili. Kuhakikisha kwamba unazingatia hivyo. Maji ya moto kama nilivyosema yanaweza kachubua ngozi bila kufahamu, lakini maji ya baridi yanaweza pia yakasababisha mzunguko wa damu usiwe vizuri sana. Kwa hiyo unapomaliza kuoga au kuosha miguu yako, hakikisha kwamba unaikausha vizuri. Unapoikausha usipanguse kwa kuifuta. Pangisha kwa kuikandamiza kidogo kidogo ili kuweza kutoa maji na unyevunyevu ambao umebaki. Na unapomaliza hapo, hakikisha kwamba unapaka mafuta vizuri. Paka mafuta kwa juu na kwa chini. Usipake mafuta katikati ya vidole. Ukipaka mafuta katikati ya vidole, hii inaweza ikasababisha unyevunyevu kubaki kwenye vidole na hivyo kuongeza joto. Na vitu hivi viwili vinaweza vikasababisha either fungus pamoja na bakteria kuota sehemu hiyo na kuweza kuleta maambukizi ambayo yanaweza kusababisha vidonda na athari nyingine kubwa za kiafya. Unapomaliza kupaka mafuta, hakikisha pia kwamba unavaa soksi ambazo hazileti msuguano au hazileti friction kati ya ngozi pamoja na viatu, na jitahidi usitembee miguu peku. Kwa sababu ukitembea miguu peku, kama nilivyosema, unaweza kupata michubuko midogo midogo ambayo unaweza usione kwa wakati huo, lakini kwa baadaye kukuletea madhara makubwa zaidi. Kuhakikisha kwamba ile unavaa socks au unavaa ndala, usitembee miguu peku. Unapovaa viatu, hakikisha kama nilivyosema unavaa socks ambazo ni nyepesi, ambazo ni laini, hazileti friction, hazileti msuguano, lakini pia hakikisha kwamba viatu havikubani sana. Vinakuletea vina nafasi nzuri ya miguu yako kutembea. Kwa hizi ni vitu ambavyo unaweza kuvizingatia katika matunzo ya miguu yako. So jambo la kwanza, hakikisha kwamba unaangalia sukari yako vizuri kwa lishe, mazoezi pamoja na matibabu ya dawa. Lakini pia hakikisha kwamba unaiangalia miguu yako na unaitunza vizuri kwa maelezo ambayo nimesema. Kwa unapoona dalili yote ile kama maumivu, unaviona kidonda, ukiona harufu ambayo uielewe au usaha unatoka, hakikisha kwamba unamwona daktari kwa haraka zaidi. Au ukiona miguu imevimba au ina joto au ina jambo lolote ambalo sio la kawaida, hakikisha unamwona mhudumu wa afya haraka iwezekanavyo. Kwa bahati mbaya, kama umeshapata vidonda hivi hapa, again, jambo la kwanza ili kuweza kutatua changamoto ya vidonda hivi, jambo la kwanza na la muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba kiwango chako cha sukari mwilini kimekaa kwenye kiwango ambacho ni sahihi. Kwa hiyo sukari kama kikiwa kwenye kiwango cha juu, kinaathiri kama nilivyosema mishipa fahamu, mzunguko wa damu, inaathiri kinga ya mwili pia. Kwa hiyo hakikisha kwamba kama unapata changamoto ya vidonda, hakikisha kwamba umezingatia lishe, unazingatia mazoezi, lakini pia unazingatia dawa ili kiwango chako cha sukari mwilini kiwe vizuri. Kwa sababu kama kiwango chako hakitakuwa vizuri, itakuwa ni vigumu sana kwa vidonda kupona. Lakini ukishazingatia vitu hivi vya kisukari kukaa vizuri, kuna vitu vingine ambavyo tunaweza tukavifanya. Kuna viatu maalum ambazo unaweza ukavaa ambavyo vinasaidia kupunguza pressure kwenye vidonda hivi na kuvisaidia kupona kwa haraka zaidi. Lakini pia kuna namna nyingi sana ya kusafisha vidonda hivi hapa, ambavyo sasa inategemea na mtaalamu wako wa afya ataamua kuchagua njia gani. Lakini kumbuka, njia bora ya kutunza, ya kuhakikisha kwamba miguu yako inabaki kuwa salama ni kuhakikisha kwamba unaikinga kwa kuzingatia kiwango bora cha sukari kwenye mwili, lakini pia kuzingatia afya bora ya miguu yako kama nilivyoeleza. Asanteni. Kama una maswali ama comments, hakikisha unaiandika kwenye comment section hapo, alafu tutaweza kuijibu. Asanteni kwa kunisikiliza na muwe na siku njema.